maadili ya watoto wetu. Kwa kweli maadili ya watoto mashuleni si mazuri. Tunapokea malalamiko mengi sana kwa walimu wakuu. Watoto wanalalamikiana, watoto wanavuta bangi, watoto wanaziniana hata kwenye vichaka. Kwa hiyo nafikia hatua ukatili umekuwa ni mkubwa sana. Na hivyo tunaomba viongozi wa kidini tutangazie kwenye misikiti. Kila kiongozi msikitini asimame, kwa sababu hawa wanafunzi misikitini ndipo hapo wazazi wao. Wawasimamie watoto wao kuhusu maadili ya watoto. Hali si mzuri kwa watoto mashuleni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina ninaitwa Fatuma Mbarak Ali, ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Kibamba iliyopo Ubungo. Leo kulikuwa na dua ambayo tulikuwa tunaomba form 2 kwa ajili ya mtihani. Lakini pia tumepata faida nyingi. Tumepata kujua jinsi gani tutajiandaa na mtihani, na pia tumepata kujua kwa namna gani tunaweza kujiendeleza na masomo yetu, na iwapo tutafeli masomo yetu iwapo tutafeli masomo ya shule ni kwamba hatutafeli maisha, na njia gani tufanye ili tujiendeleze. Na pia tumeombea dua nchi yetu ili ipate amani, kwa sababu tusipokuwa na amani tutakuwa hatuna amani, na hata kama sisi wanafunzi tutaweza kufanya mtihani kwa amani na nchi yetu itakuwa haina maendeleo. Kwa hiyo tumepata kuomba amani kwa Mwenyezi Mungu, na Allah tunaamini atatusikiliza maombi yetu. Mmomonyoko wa maadili kwangu mimi unakuwa ni kama maadili yetu kuporomoka, na sababu zinazosababisha mmomonyoko wa maadili ni mitandao, kwa sababu wanafunzi au watoto wanapoangalia mitandaoni tabia za watu wa nchi za nje wakazileta huku katika nchi yetu, lazima maadili yatamomonyoka. Na walipotufundisha kuwa tunatakiwa tuzingatie mmomonyoko wa maadili, tusiwe tunaangalia maisha ya nchi nyingine tukaleta katika nchi yetu, hatutaki kufanya hivyo. Na pia tumejifunza ukatili wa jinsia, jinsi unavyotokea na sababu zinazosababisha ukatili wa kijinsia. Sababu zinazosababisha ukatili wa kijinsia inawezekana ni nyumbani. Watu wanaweza kufanyia ukatili wa kijinsia nyumbani, mashuleni au katika jamii. Na tumejifunza kuwa jinsi gani tunaweza tukajiepusha na mmomonyoko tukajiepusha na ukatili wa kijinsia kwa kuridhika na tunavyopewa na wazazi wetu, na pia kusikiliza wazee wetu wanachotuambia na walimu wetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sofia Abdalla Kabila, nasoma shule ya sekondari Malamba Mawili, kidato cha pili. Tumekusanyika katika kongamano hili kusomea dua form 2 kwa ajili ya kujiandaa katika mitihani yetu. Kwa majina naitwa Mohamed Hussein Shengawa, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Malamba Mawili. Binafsi yangu leo tumekusanyika katika kongamano kiachilia mbali kuombea dua, watu pia tumefundishwa namna ya ukatili wa kijinsia, wakiwepo sababu na askari, mashehe, wameweza pia kufundisha mbinu mbalimbali za kuweza kujibu mtihani wetu wa mwisho. Kwa binafsi yangu mimi nimefurahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Pili Jangale, ni mzazi wa Sofia Abdalla, Maramba Secondary School. Tunashukuru leo tumekuja kwenye kongamano la kuhusiana na maadili na dua la katika mtihani. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi watoto wetu kupitia dua hili, wafanye mitihani yao kwa ufasaha. Jambo la pili, nashukuru jeshi la polisi kufika katika mkutano huu wa Kiislamu kuzungumzia mambo ya maadili pamoja na ulezi kwa ujumla wa kina mama. Kuhusiana na ukatili, tumepata elimu, tuwalee watoto wetu vizuri. Panapo pesa tuwape pesa kwa kiasi, kisiwe kizidi kikubwa kuongeza jamaa. Jambo la tatu,
napenda kuishukuru dini ya Kiislamu. Tumeiombea nchi yetu amani na upendo na utulivu. Hivyo hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ustadh Muhyiddin Ahmad, mwenyekiti wa walimu wanayefundisha elimu ya dini mashuleni wilaya hii ya Ubungo. Lengo la mkusanyiko huu ni dua maalum ya kuombea watoto wanaotarajia kwenda kwenye mtihani wao wa taifa. Nafahamu kwamba sisi wanadamu sifa yetu ni kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, na watoto wetu wanakumbana na changamoto nyingi sana. Kwa tumeamua kuiandaa dua hii. Lengo ni kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye mtihani wao, ili Mwenyezi Mungu awasaidie. Hili la kwanza. Lakini la pili, nimeona kufanya jambo kama hili kuna muhimu ndani yake. Umuhimu wake nauona kwanza uitikiaji wa wazazi. Wao ndio wananisapoti mimi na kupendekeza kuandaa kila mwaka jambo hili, hususan vituo vya polisi, wazazi na walimu wakuu wa shule. Kwa hiyo nikiangalia kwenye mabadiliko yako makubwa sana, kama dua yetu ya leo hii ya tarehe 19 mwezi wa 10. Kwanza uitikiaji wamekuwa wengi, wanafunzi na wazazi wao, watu wa usalama walikuwepo. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana inayopatikana kwa watoto wetu. Kwanza tunabadilisha watoto kimaadili. Watoto wanakuwa ni watoto wema wenye hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile tunawanasihi watoto baada ya kutoka kwenye mitihani, kufeli kwao kwa mitihani yao sio sababu ya kuwa watoto waovu. Wabaki katika mfumo uliokuwa mwema wenye kumridhia Mungu na mtume wake. Lakini dua yetu vile vile imepatana na kuiombea nchi yetu amani, kwa sababu amani ndio kila jambo. Na tunaenda kwenye uchaguzi, na watoto wetu pasina kupatikana amani, hatutopata amani na utulivu kwa watoto wetu kwenye mitihani yao. Tunajua kabisa amani ndio kila kitu. Kwa hiyo dua yetu imeambatana na kuiombea nchi yetu amani. Sisi tunakemea uovu wa watoto mashuleni, vile vile tunakemea ukatili wa watoto mashuleni, ndio jukumu letu. Kwa hiyo haya yote mawili tumeambatana kwa pamoja kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatazame watoto wetu kwenye mitihani, na vile vile kuitazama nchi yetu ibaki na amani, hapa tulipo pabaki salama mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapoamua kutuondosha hapa ulimwenguni. Tukirejea upande wa pili kuhusu maadili ya watoto wetu, kwa kweli maadili ya watoto mashuleni si mazuri. Tunapokea malalamiko mengi sana kwa walimu wakuu. Watoto wanalawitiana, watoto wanavuta bangi, watoto wanaziniana hata kwenye vichaka. Kwa hiyo nafikia hatua ukatili umekuwa ni mkubwa sana, na hivyo tunaomba viongozi wa kidini tutangazie kwenye misikiti. Kila kiongozi msikitini asimame, kwa sababu hawa wanafunzi misikitini ndipo hapo wazazi wao. Wawasimamie watoto wao kuhusu maadili ya watoto. Hali si nzuri kwa watoto mashuleni. Hali imekuwa mbaya, watoto hawapendi dini, watoto hapo katika maadili yalikuwa mazuri. Na tunaomba viongozi wenye uwezo mtusapoti vile vile, mtupatie hata vitabu wa kuwasimamia watoto juu ya kumjua Mungu wao, kwa sababu watoto wakikosa hofu ya Mungu na maadili yatakuwa nayo, na hatutopata taifa lililokuwa jema. صلى الله وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ربي اجعل نورك يا رب العالمين، يا نور نوري يا نور كل نوري، يا خلق النور، يا من ليس كمثلك نور. اللهم يا رب اختن نورك في هذا المكان يا رب العالمين.
بحق جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وعملة العرش والكرسي وبحق آدم صفي الله وبحق نوح نجي الله وبحق إبراهيم خليل الله وبحق إسماعيل ذبيح الله وبحق عيسى روح الله وبحق محمد رسول الله صلى الله على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله سيد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Na dua tutuongozea kwa kiongozi wetu. Sasa hivi kinachofuata ni Qur'an tukufu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها غاشعة يقولون إنا لمردودون إنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأغضب الله نقال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يخشى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يغشاها كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العلي العظيم. Mwisho kaja kuongezea akasema kwamba wapo watu siku hiyo watajutia nafsi yao, laiti tungelijua. Adhabu na washukia wanalalamika sasa, hata muda ushapita tayari, baada ya kuipata Qur'an tukufu kimatayasa. Sasa kinachofuata ni makaribisho, na makaribisho hayo Ustadh Shaban kwenye nje itabeba jukumu hilo, kwa sababu kwa asilimia zote wanafunzi wote waliokusanyika ndani ya viwanja hivi wametufuata sisi walimu wa dini. Lakini tamko kubwa nilitumia mimi kwa nafasi niliyopewa dhamana kuwa mimi ni mwenyekiti wa walimu wanaofundisha elimu ya dini mashuleni wilaya ya Ubungo. Wilaya ya Ubungo ina kata 14. Ni mkabidhi imam kiongozi wetu atuongozee dua ya wale zetu waliotangulia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la ilaha illa Allah Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيدنا اللهم منك يا ربي. أيدنا اللهم منك يا ربي. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة عند ختمة القرآن العظيم بالقبول والتوفيق يا كريم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. آمين. اللهم اجعلنا من المفلحين. آمين يا رب العالمين. هداهم صلوات واجبة على كل مسلم ومسلمة حيث قضى الله تعالى في كلام القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم له سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض بل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا قوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا قوم الحاسدين. أنت مولانا فانصرنا على قوم الحاسدين. فانصرنا على قوم الحاسدين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين. الحمد لله رب العالمين واعلموا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من آمين. آمين يا رب العالمين. إهداء الصلوات واجبة على كل مسلم ومسلمة حيث قضى الله تعالى في كلام القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم تسليما كثيرا تتلو فيه بالسر. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
اللهم تقبل منا ما قرأنا القرآن العظيم وما أهلناه من التهليل وما سألناه من الصلوات ومن التسليم وبلغ وصل ثواب هدية من أسرة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة متصلة بالعفو والرضوان والريحان نقدمها من به لروح سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا سيدنا محمد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وعلى علماء هذه الأمة وأولياء الله من مشارق الأرض ومغاربها برحمتك رب العالمين بالسر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الرحمة تبعها ونزل هذا القرآن العظيم لأجل عبادك المكروم. اللهم اغفر له وارحمه شيخ محمد اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في جنتك. 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 اللهم اغفر له وارحمه في جنتك. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في جنتك. اللهم اغفر له وارحمه في جنتك. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في جنتك. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في جنتك. اللهم اغفر له وارحمه 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 في جنتك. Sheikh Ayub Salim Mwinge, Sheikh Al-Hadi bin Omar, Sheikh Abdallah Mkangambe, Sheikh Hussein Badawi. Kwa tulisema dakika ngapi onwe? Haya nasema kwa kila mtu mmoja aje kulala kikiakilia. Nani kwa wanaume taja 10. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في جنتك. 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 اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في جنتك. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في جنتك. اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها في جنتك. آمين. اللهم اغفر لها وارحمها. كلهم اجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم في الجنة. كلهم اجمعون اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. كلهم اجمعون اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة. اللهم ان كانوا من المحسنين فاغفر في لسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أتقبلهم بيمينهم حتى تبعثهم إلى جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم المسلمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم المسلمين برحمتك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. Baada ya kupigiwa fatha na mambo mengine na kuwalia ndugu zetu walio wazazi kwa dakika 2 zigezi na gonga kengele, dakika 2 tu wasalimie wazazi. Baada ya hapo ikipita tunagonga kengele dakika 2 kila mmoja,
Na kuna wazazi mjipange huko, tutamsimamisha mmoja na azungumze hata kukutoa shukrani. Mjipange mjagawe katika wazazi wa kiume wa kike. Ustadh Rajab, dakika 2. Alhamdulillah waqfa ati sayyidina al-Mustafa fi al-maqam al-urfa illa man irtada. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walhamdu li rabbil bariya wassalatu wassalamu ala khairil bariya wa ala alihi wa sahbihi alladhina humul khairat minal bariya amma ba'd. Kwa majina anaitwa Rajab bin Shaaban Uthman. Kwa hapa tulipo tupo kata ya Msigani, ni katibu wa nidhamu BAKWATA kata ya Msigani. Lakini pia ndani ya kata hii ni katibu wa umoja wa vijana BAKWATA Juvikiba. Lakini tukiwa na shekhe wetu Alhaji mtarajiwa Sheikh Muidini, mimi ni mratibu wa elimu ya dini ya Kiislamu jimbo la Kibamba. Kabla ya kuwa kata 6 nilikuwa nahudumia kata ya Saranga, Goba, Kimara, Kibamba, Mbezi, Msigani na Kwembe. Lakini baadaye tukapokonywa kata ya Kimara. Kwa hiyo kwa kata yetu ya Mbezi tuna shule 5 za primary Msigani na shule 2 za sekondari, ambao ni shule ya Msigani, Maramba, Bwawani, Msingwa na Temboni. Kadhalika Temboni sekondari na Maramba sekondari. Cha kuwaasa wanafunzi wa kidato cha pili na Waislamu wote kwa ujumla, tumtangulize Allah kwa kila hatua yetu kuelekea mtihani wa taifa. Mwenyezi Mungu awape nuru na wasimamie katika hili, kwani Mwenyezi Mungu anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yaktasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balu amri kad ja'ala Allahu likulli shay'in qadar. Hivyo hatuna budi kumtawakal Allah kwa kila hatua yetu, na siwezi kuongea sana kwa sababu muda wangu ni mchache kwa heshima ya wakati, na Allah anatuambia sana tuchunge wakati. Wabillahi tawfiki wa hadha, assalamu alaykum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Kulingana na muda na wakati ambao tuko nje nao, niweke katika nukta ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika Qur'an, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu. Hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takuasa wazazi ni takwa, ucha Mungu, na ni kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kusema ucha Mungu atakwa hahuna, akaashiria kwenye kifua, akipiga kifua kuonyesha kwamba ucha Mungu uko moyoni. Wanafunzi wenzangu, japokuwa mimi ni mwalimu lakini pia ninasoma kila siku, na waita wanafunzi wenzangu pia, mnatakiwa ilmu asili yake ni takwa. Ilmu asili yake ni takwa. Mwenyezi Mungu anasema wattaqullaha wa yuallimukumullah. Ili upate ilmu lazima kwanza uwe mcha Mungu, uwe na takwa. Ucha Mungu ni kufanya kila jambo ambalo Allah akatuamrisha na ni kuacha kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu amekataza. Kwa hivyo wazazi kuwa na takwa, wanafunzi kuwa na takwa, kisha mambo mengine yote yanakuja, hata mambo ya riziki, kila kitu aina mbalimbali ambayo Mwenyezi Mungu ametuita vipata, endapo tutakapotekeleza. Almuhimu tuwe na takwa inshallah taala. Kwa kusema hayo kwa majina ambayo kama nilivyoelekezwa, Musa bin Ali wa Mchale Muyao wa kutoka huko Ruvuma inshallah taala. Kwa hivyo kwa kusema haya, wallahu waliyul tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namkumbuka mama yangu, angenyongelea mbali si ningesimama.
Wanangu form 2 nyosha mkono. Ukitaka ufaulu kwa siku ya leo, ukitaka uongoze kwenye mtihani wa taifa, watazame wazazi wenu. Ukitoka kamtake radhi mama kama umemkosea, uende kwenye mtihani wako, shusha mkono wako. Wanangu form 4 mpo? Form 4 nyosha mkono juu. Form 4. Waheshimuni wazazi wenu. Waheshimuni wazazi wenu. Hii kadhia, laiti ule mtoto angefundishwa maadili na wazazi wake, si angesubutu kufanya hayo. Lakini mama zangu, wasimameni mabinti hawa. Mnawaacha sana watoto nyinyi. Mkague mtoto wako. Ibada watazungumza viongozi hawa. Shule ya sekondari inahifadhi kwa jina. Naitaje kwa jina kabisa, Kinzuri. Kinzuri. Tumekuta kwenye vikopo mwalimu mkuu anatuita, tunakuta kondo. Wewe na wazazi wapo hapa Kinzuri. Kondo, shanga, vipodozi. Shule ya sekondari Kingongo, mkuu wa shule kakuta vipakiti vakonya vile. Anaambia watoto wetu ndo hao. Leo nikiongea chozi likenidondoka na fanya maigizo. Niacheni na maigizo yangu. Wazazi wangu, kuweni makini sana malezi. Taifa letu kama tulivyosema kwenye bango bana, linasema taifa letu linajenga na watu wema. Naombeni sana wazazi wangu, tusimamie watoto. Shule moja na hifadhi kwa jina, tulimkuta mtoto mmoja mbele ya apande Mjema kituo cha polisi Urafiki. Mtoto wa form 2 anafanya jambo la ukatili, anaingiliwa, mwanaume huyo anaingiliwa na mwenzie. Tunamhoji na apande Jema kituo cha polisi Mjema kituo cha polisi Urafiki. Anasema apande Jema, anambia je baadaye bwana ongea naye mtoto. Alikutwa chooni anafanywa kitendo kama hicho Manzese. Siku ya mechi ya Simba na Yanga. Hana wasema mtastuka. Naweza kafia tu hata askari wetu wengine wana wengine hawana. Lakini afande Sofi ambaye alikuwa kituo cha polisi Gogoni kama msijakosea. Sasa hivi yuko kahamishwa, yuko nani huko kahamishwa sasa hivi kituo cha polisi yuko sehemu moja kwa Mapepande kama sijakosea. Afande Sofi. Hii kadha nilisema kwenye kongamano pale Tunu. Huyo mtoto tunamhoji, anasema si wanafunzi wenzangu kunitendea haya. Alianza ni dereva daradara. Kisa ni ugomvi wa kifamilia tu. Anamchukua mtoto watu anachomekea kisu Manzese midizini, kisha anafanyia unyama kama huo. Kisha tunategemea kupata viongozi wa nchi. Tunategemea kupata viongozi hali ya kuwa tunafanyia unyama kama huo. Ndio maana nikaagiza watu wetu wa usalama waje wakishe imada, wazungumze nao. Wanakuta mangapi kwenye vituo vya polisi. Waje kuyasema nayo. Baada kusema haya, mimi ningezemu kusimamia kena ongea yananiuma. Niombeni kwa muda huu sasa nimsimamishe Ustadh Ali. Shehe, najua upana wa elimu, lakini kuombe utumie nafasi muda mdogo sana. Ifiki saa 7 hapa twende na muda. Ukishasimama wewe tunajua nani atasimama baada ya kusimamisha vitu vya usalama. Wapishe lakini kuombe utumie hata dakika 10 tu. Kimatayasari tu. Ustadh Ali, shima alaikum inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Washukuru Waislamu, kwa majina naitwa Mwalimu Ali Rashid Ali. Ni mwalimu wa EDK, elimu ya dini ya Kiislamu. Nazungumzia vitu vichache vya kitaaluma ambavyo nimekwisha kupewa na ustadhi wangu Muhidini. Walau natumia kama dakika 10 nisiende mbali nisiwachoshe na kwa kuweza kuzingatia mada. Nakumbuka miaka 2-3 iliyopita watoto wote ambao wapo hapa nilishawafundisha. Baadhi yenu, kweli sio kweli? Sawa. Nilianzia chini kabisa mkiwa wengine form 1, form 2 mpaka leo mnakuja mnahitimu kidato cha 4. Kazi kubwa, kazi kubwa. Ngoja niende kwenye hoja yangu ya kimsingi. Kuna kitu kinaitwa preparation. Preparation maana yake ni maandalizi ya kimtihani. Nisikilizeni kwa umakini sana, kuanzia high table, wazazi na watoto wote mnisikilize. Nazungumzia kitaaluma, sizungumzi kama ustadhi kama mwalimu, nazungumza kitaaluma zaidi kutokana na elimu yangu niliyokuwa nayo.
Mimi ni undergraduate student, nimehitimu elimu ya chuo kikuu. Kwa wakati nawafundisha miaka ile nilikuwa nipo chuo kikuu namalizia masomo yangu inshallah. Nipo mtaani tunapambana kuendesha maisha. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Kwa hiyo tunakwenda tunatoa exposure muone kwamba tunawatengeneza katika level za sampuli gani. Tunapozungumzia preparation maana ni maandalizi. Mwanafunzi yeyote anapokwenda kufanya mtihani wa taifa lazima afanye kitu kinachoitwa maandalizi. Maandalizi yapo ya aina mbalimbali. Kwa mfano, kuna mwezi mmoja kabla ya kwenda kufanya mtihani lazima ufanye maandalizi yako. Baada ya mwezi mmoja mbele, kuna wiki moja, 1 week before the exam. Kabla ya kufanya mtihani una wiki moja mbele. Na baada ya hapo pia una 24 hours before the exam. Kabla hujafanya mtihani wako una masaa 24 mbele. Na baada ya hapo kuna day of exam, ile siku ya mtihani, kisha ule wakati wa kufanya mtihani. Nisikiliza kwa makini na kwenda kuchanganua vitu mbalimbali. Na baada hapo nitachanganua ya kwamba ikiwa mtoto atafeli, ukifeli shule umefeli maisha. Nisikiliza kwa makini na kwenda kutoa exposure vitu vya kielimu, vitu vya chuo kikuu ambavyo mtu akisimama akimaliza pale anakuwa pesa za kutosha, lakini hapa natoa elimu hii wazi kila mtu apate faida. Useme inshallah. Useme inshallah. Kwa hiyo mwezi mmoja mbele kabla kwenda kufanya mtihani wako wa taifa, NECTA manake nishawaambia, NECTA the National Examination Council of Tanzania, baraza la mtihani la taifa ndo NECTA. Unapokwenda kufanya mtihani wako una mwezi mmoja mbele. Mwezi mmoja tumegawanya katika 4 weeks, wiki 4. Wiki ya kwanza fanya maandalizi ya kupitia sehemu ambazo ulizofundishwa. Wiki ya kwanza unajibrush, unajinoa. Wiki ya pili fanya marudio ya kusolve mitihani yako na past papers na maswali mbalimbali. Wiki ya 3 na 4 unakuwa umeshaweza kuweka vitu vyako sawa na kukava baadhi ya topics, kwamba topic fulani, somo fulani nilisoma sikuelewa, sasa hapa nimesoma nimeelewa. Yaani unakuwa unasoma kwa kuelewa na sio kwa kukariri. Kwamba mwezi mmoja mbele kabla kwenda kufanya mtihani unakwenda kujibrush, unajiweka sawa. Sehemu gani ambapo kwenye topics zipi hujakava, hujazimasta vizuri, lazima uhakikisha kwamba unasoma kwa juhudi, na zile sehemu ambazo kwenye shida unarekebisha makosa yako, masomo yako yote, ndio ndani ya mwezi mmoja sawa na wiki 4. Lakini ukitoka ndani ya mwezi mmoja unakuja hatua au stage ya pili. Stage ya pili unazungumzia wiki moja kabla ya kufanya mtihani. Leo ukipiga mahesabu ni tarehe 19. Na kidato cha pili Tanzania hii wanafanya mtihani wao tarehe 3 ya mwezi wa 11. Kweli sio kweli? Muna muda mfupi, almost kwenye wiki 2. Muda mfupi sana. So, wiki 2 no, wiki moja nadhani na point na siku. Lakini kidato cha pili mtihani wao tarehe 10, cha 4. Kweli sio kweli? Kwa hiyo kidato cha pili, cha 4 ana muda mfupi kama wiki 2 na siku zake kuingia katika mtihani wake wa taifa. Sasa je, kati ya form 2 na form 4 mliopo hapa, unapokwenda kufanya mtihani wako, je, nini kifanyike? Make sure that unafanya maandalizi. Maandalizi ndani ya mwezi moja mbele ulishakatika. Sasa hivi tuna wiki 2 mpaka wiki 1. Hii wiki moja ambayo unayo form 2 au form 4, hakikisha kwamba unaitumia vizuri. Nikisema kuitumia vizuri, jitathmini, fanya critical self evaluation kwamba nipo kombi ya science au nipo arts. Au form 2 wenzangu hatuna kombi yoyote, tunasoma masomo yote. Je, somo la hesabu mada zote zimeisha? Somo la Kiingereza mada zote zimeisha? Topics zimeisha? Revision nimefanya? Sina shida sehemu yoyote? Je, kila kitu nimesoma nimeelewa, kimekaa kichwani, sijakalili? Ndani ya wiki moja mbele unajifanyia critical self evaluation. Yaani wewe binafsi unajitathmini. Mimi hapa kwa ambao niliyoyasoma, hatua zote, je, nina uwezo wa kuperform kutoboa mtihani wangu? Unajitathmini wewe kabla mtihani hujakutathmini. Fanya critical self evaluation. Wewe unajijua kwamba mwalimu kafundisha somo fulani, hapa sijaelewa, hapa nimeelewa. Mtihani ukitoka na feli, wewe unajijua yale weakness, madhaifu yako, changamoto zako, masomo mbalimbali uliokuwa nayo. Ifanyie tathmini ndani ya wiki moja, kote huo umejisahihisha vya kutosha.
Lakini baada ya hapo kuna masaa 24 kabla ya kwenda kwenye chumba cha mtihani. Mtihani unapokaribia, muda mtihani umefika, watoto wengi wanapata ile hali ya hofu. Mtu anakuwa na hofu. Sio kwamba vitu havijui, vitu anavijua, lakini hofu inakuja wapi? Mtoto yote ambaye anakuwa na hofu siku ya mtihani, ujue maandalizi aliyofanya ni duni. Ambaye anakuwa na hofu hana maandalizi mazuri. Akiingia kwenye mtihani hajui kwanza ajibu nini. Na muda mtihani kabla hujafika, kama risali moja mbele, anawaza kichukua daftari langu hapa nisome sehemu gani? Atajiuliza kwamba sioni hata sehemu ya kusoma. Anakaa kila akibuza hapa mambo ya pandi, akija kulia hapa pandi, topic hii haipandi. Ujue mwanafunzi huyu maandalizi ya kuyafanya vizuri. Ambaye aliyefanya maandalizi vizuri, mwanafunzi yoyote awe la 7, kidato cha 2, cha 4, cha 6, mwanafunzi yoyote au chuo, aliyefanya maandalizi vizuri kwanza na kuwa anajiamini. Anajiamini kwa ambayo aliyokwisha kuyasoma, na wala hatetemeshi na mtu mwingine ya kwamba soma hapa itatoka. Hapana, wewe sio mwalimu ukamwambia kwa mwenzako ya kwamba soma hapa. Sote ni wanafunzi. Kwa kwanza tutengeneze dhana ya kujiamini kabla ya kufanya mtihani. Madhaifu yetu, topics ambazo hatujazikava, huenda tumefundishwa au hatujafundishwa, tuzipitie ya kutosha. Past papers, tufanye maswali ya mitihani mbalimbali ya nyuma. Hakuna kitu kipya chini ya jua. Hakuna mitihani mipya. Walimu ambao wanasahisha mitihani ya TECTA ndio walimu ambao shuleni kwenu unawafundisha. Walimu ambao wanatunga hii mitihani ya taifa form 2, la 7, form 6, form 4 ndio walimu ambao shuleni kwenu wanafundisha, isipokuwa wanachagua kwamba shule fulani atoke mwalimu fulani, shule hii walimu ndio wale. Mitihani ya taifa haandai malaika. Mitihani ya taifa hatungi malaika. Binadamu anaandaa mitihani. Binadamu anasahisha mitihani. Na wanapoandaa maswali yatoki mbinguni. Kitabu civics, kitabu chemistry, kitabu gani wanachotumia watoto wote kusomea? Vya TAI, Taasisi ya Elimu Tanzania. Kwa wanafunzi wanafeli kwa sababu mbalimbali. Kwanza, anakuwa hajiamini kwa alichokisoma. Ndio maana fanya tathmini mwanafunzi anapokuwa katika chumba cha mtihani, kabla ya kwenda katika mtihani, ile hofu anayokuwa nayo, basi inafika pahala anajiona kama ni inferior, yuko duni, ya kwamba nitafeli mtihani. Sio umefeli, utafeli kwa sababu maandalizi yako hujayafanya vizuri. Sasa tutoke hapa twende hatua ya pili inayofuata. Tunapofanya mitihani kunakuwa na vitu vifuatavyo. Nazungumzia kidogo hapa kwa kidato cha 4 na kwa ujumla. Kidato cha 4 ukifanya mitihani kuna vitu vifuatavyo vitatokea mbele yako. Kwanza, tuamini sote tuliokuwa hapa, sio kila mtoto akifanya mtihani atafaulu. Wapo ambao watakaofaulu na wapo ambao watakaofeli. Wewe mzazi nisikilize kwa makini sana, na mtoto form 4. Sio kila mtoto Tanzania akifanya mtihani atafaulu. Haijalishi anasoma shule ya private, shule ambayo tunalipia pesa za kutosha, shule hizi za serikali, haijalishi. Mtoto yoyote akifanya mtihani majibu ni haya mawili, aidha afaulu au afeli. Nagusia kwa hapa mtoto ambaye atakayefaulu anaenda level zipi za kielimu. Nitakuja pia kwa mtoto ambaye atakayefeli. Wewe ushafeli mtihani, je, utakaa nyumbani? Kufeli shule sio kufeli maisha. Itatoa mifano hai kuntu ya kidunia ambayo ipo na kuzunguka. Kidato cha 4 ushafanya mtihani, matokeo yako yakitoka, ikiwa matokeo ni mazuri, basi kuna levels ambazo unapaswa kuendelea mbele za kielimu. Level ya kwanza wote mnatamani kwenda advanced level, form 5 na form 6, level ya kwanza. Ukikosa hapo, una uwezo wa kupangiwa na serikali uende chuo. Unatoka form 4 unakwenda chuo. Chuo unaanza certificate au diploma. Kwa hiyo kuna makundi kadhaa. Kundi la kwanza akimaliza form 4 atakwenda advance. Advance hiyo huenda kwamba ikawa ni ya serikali au mzazi akamchukua akamsomesha private advance, haijalishi. Yaani pita njia yote tukutane advance, pita njia yote tukutane chuo. Yaani elimu ya imani ya miembe, ya mchumba, ya private, ya serikali, sote tunasoma. Yangu
Sawa. Sote tumesoma. Kwa huyu ambaye atakayekwenda chuo naye pia amesoma, akaenda certificate, akapiga diploma, maisha akaendelea, akatafuta bachelor, yoyote ni sawa, wewe umesoma, ili mradi kila mtu afike hatua anayotaka. Kwa kuna kundi la kwanza na la pili, kwenda advance au kwenda chuo, au tunakuwa tunakategorize tumemaliza. Kuna makundi mengine tushafanya mtihani, tumemaliza, matokeo yametoka pale. Wewe hauna division 1, division 2 tunaangalia pale tu hakuna, 3 pale hakuna. Tunaanza kumtafuta mzazi na pagawa. Wewe mwanangu Amina, 1 hakuna, 2 hakuna, 3 hakuna. Wewe utakuwa wapi wewe mtoto? Mbona sikuelewi? Tunamtafuta division 4. 4 mbona hayupo? Basi kaangukia 0 miaka 4. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Miaka 4 umeipoteza, unapata division 0. Uone aibu. Unakula pesa za mzazi, unakula pesa za mlezi, unasomeshwa. Angalia maisha halisi ya nyumbani, unazungusha division 0. Nani anayekutaka? Serikali hata haimtaki mtu mwenye division 0. Unapokwenda kuomba kazi sehemu yote, hata katika vyombo vya ulinzi na usalama, polisi, uhamiaji, WIT, PDF, yote sawa. Tunaangalia pia cheti chako. Kama ni form 4 tupe cheti. Form 4 kuna upande wa cutting point. Yaani 4 mwisho ngapi? Yaani serikalini kuna ngazi za kielimu, ukienda kuomba lazima tuangalie katika upande wa kimatokeo. Serikali haimwajiri mtu kilaza. Wewe ukiwa kilaza uajiriwi. Haimchukui mwenye division 0 hakuna hata siku moja. Tunamwangalia yule ambaye mwenye wastani mzuri wa kielimu, katoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sasa wale ndugu zangu ni ambao hatujaenda advance, hatujaenda chuo, maana yake ni kwamba wastani wetu umekuwa ni mbaya, tumefeli. Tusikate tamaa na kupa vitu exposure. Ukifeli form 4 usikate tamaa. Kuna njia mbalimbali za kufanya. Njia ya kwanza, una uwezo wa kutumia ujuzi ufundi stadi kwa maana ya VETA. Sikiliza hapo. Umefeli form 4 sio njia ya kukata tamaa. Kufeli shule sio njia ya kufeli maisha. Kumbuka, ukifanya mtihani wa form 4 sio wote mtafaulu my friend, haiwezekani. Vidole vyapa vilingani. Wapo mtakao faulu na mpo mtakao feli. Sisi ambao wastani wetu umekuwa ni mbaya, tumefeli. Nini kifanyike? Kuna mwingine akifeli form 4 huenda akafeli kwa bahati mbaya. Kwa mfano, huenda labda baadhi ya topics hazijaisha, shule ambayo anayosoma walimu wapambani, juhudi zimekuwa ndogo. Kwa hiyo kwanza tukasema kwamba kama ana sababu kwa nini amefeli, atasema kwamba ile shule haifundishi, topics hawajakata. Kwa hiyo nimefeli kwa maana sio kwa bahati mbaya au sio kwa makusudi, ni baadhi ya sababu fulani. Kwa mwanafunzi wa sampuli ambaye anajihisi kwamba form 4 akifeli, huenda zipo sababu ambazo zimemfelisha. Ikiwa na nia ya kusoma, ana uwezo wa kurudia mtihani. Tunaita private candidates. Ukarudia mtihani wako ile kwa maana QT qualifying test, ukarudia mtihani. Kama umefeli form 4, ukarudia mwakani form 4 mtihani wako. Kama umefeli form 2, labda umefeli kwa bahati mbaya, sio kwa makusudi, ukutarajia. Huenda topics hazijaisha kwa sababu tunashuhudia sisi mashahidi, shule ngapi Tanzania kuna uhaba labda wa walimu, au huenda walimu hawajakata topics za kutosha. Wanaofaulu ni kwa baadhi ya mtoto juhudi zake binafsi. Kwa kundi kubwa anafeli, huenda topics hazijaisha, vifaa rasmi hakuna, changamoto zinakuwa zipo nyingi. Kwa mtu wa sampuli ambaye atakayefeli, huenda sababu za kimsingi, huenda akarudia mtihani wake mwakani inshallah na akaperform akaendelea mbele. Ikiwa yule ambaye atakayefeli amefeli kwa sababu yeye mwenyewe hakuwa na nia dhati ya kusoma, huyu amefeli kwa sababu msuli wake umekuwa tofauti, msuli sesimi sio msuli tembo. Huyu amefeli kwa sababu yeye kila kishauriwa shauriki. Kwa hiyo huyu tunasema kwamba hajafeli kwa bahati mbaya, amefeli kwa makusudi. Yaani maana ni kwamba wewe mzazi, hata umpige kiasi gani, hata umpeleke kituo cha polisi kiasi gani, apigwe mijileni kiasi gani, yaani huyu asome kiasi gani, huyu bado atafeli. Yaani mtoto wa sampuli, yaani shule sio makazi yake. Tuelewane wazazi hapo. Nielewe vizuri. Sio kila mtoto hapa atasoma tafaulu. Mungu ametuumba, kila mtu amempa mindset ya akili yake. Wapo watoto ambao wanafiti wakiwa wanasoma.
Wapo watoto ambao Mungu automatically amewapa vipaji. Yaani wewe soma, ukimaliza 7 utafeli, ukiingia kwenye kipaji utatoboa kuwa milionea. Mungu ametumba hivyo, tusiforce maji ya pande mlima. Nisikize kwa makini sana. Hapa nitawaacha watu wengi hapa. Sikiliza kwa makini. Kwa yule ambaye form 4 amefeli, ukafeli kwa maana yake ni kwamba wewe tena kusoma basi. Wewe kila ukisoma mambo ya pandi. Kila ukisoma mambo ya pandi. Yaani wewe ndio umekuwa mnazo. Kumbe wewe shule haikutaki. Mzazi akatumia pesa, wewe private bado tu. Wewe shule haikutaki. Lakini kama shule haikutaki, kuna vitu ambavyo ukikaa chini ukitafakari, una uwezo wa kuingia na ukaperform kwa bora zaidi. Shuleni tunafundishwa kama kukaririshwa. Wewe unaambiwa what is biology? Biology is the study of life. Why do we study biology? Kwa nini tunasoma biolojia? Unatoa sababu, kukaririshwa huko. Kwa elimu yetu ya Kitanzania kama orientation material, mwanafunzi anamaliza chuo kikuu, lakini mwanafunzi kamaliza hapo chuo kikuu, mpe ajira serikalini pale. Sikilizia upuuzi wako unaofanyika hapo. Kazi tupu. Yaani mambo hakuna. Yaani mambo yamekuwa changamoto. Kwa elimu yetu imekuwa ya orientation material. Kwa hiyo ni kwamba kujiongeza wewe mwanafunzi, je, unajiongezaje kwenye kusoma? Kila mtu kasoma kapitia changamoto mbalimbali. Kwa sisi ambao tukafeli, jambo la kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumbia vipaji. Tukifeli kidato cha 4 baadhi yetu kwamba shule tena imetukataa, usikate tamaa. Jambo la kwanza angalia talents and development, angalia vipaji. Watoto wengi hapa wana vipaji vingi. Kuna mtoto hapa ana kipaji cha kucheza mpira. Ungemchukua ungepeleka katika academy ya mpira, akacheza mpira pale ndani ya miaka 5 mbele, anajiwa kwenye timu kubwa wenda Tanzania au Ulaya. Baada ya hapo mtoto anakuwa bilionea, mzazi anamsaidia, nchi kubwa itamjua. Angalia, twende mfano mzuri. Mwangalie Bwana Ali Samata. Samata yeye elimu yake ni ya kawaida sana. Yaani ya kawaida sana Samata. Lakini Samata tunazungumzia hapa Tanzania, miongoni mwa watu ambao ni famous, maarufu Tanzania katika upande wa kimichezo, Samata unamweka mbele Samata. Pesa ambazo Samata anazolipwa katika timu yake kwa Tanzania hii katika pakati mbalimbali Tanzania, sekta mbalimbali Tanzania za kiserikali, ana uwezo wa kuajiri watu wenye PhD, akawalipa mshahara, ana uwezo wa kuajiri maprofesa, akawalipa mshahara, ana uwezo wa kuajiri walimu wenye masters, yule Bwana Ali Samata. Lakini kilichompa pesa sio elimu, ni kipaji na ujuzi aliyokuwa nao. Tumefeli shule. Kufeli shule sio kufeli maisha, my friend. Tuangalie njia mbadala. Twende kwa watu ambao kadhaa kidunia. Watu hao Mwenyezi Mungu aliwajalia, walikuwa wanasoma, walikuwa na perform, lakini kwamba msuli ulikuwa ni wa kawaida. Kila akisoma haelewi, kila akisoma haelewi. Mwisho wa siku kutoelewa kwao wakaamua kujiongeza, kutafuta njia mbadala. Na maanisha kwamba kufeli shule sio kufeli maisha. Kuna bwana mmoja anaitwa Marekani, anaitwa Bill Gates. Bill Gates alisoma mpaka kafikia elimu ya chuo kikuu, kasoma pale Harvard, lakini hakumaliza chuo kikuu na msuli wake alipitia changamoto nyingi za kielimu. Baada ya hapo chuo kikuu pia hajamaliza. Baada ya kuishia njiani, Bill Gates akaamua, baada ya kuyapata maarifa katika chuo cha Harvard nchini Marekani, yale maarifa yake akayatumia kuanzisha baadhi ya vitu. Akafungua kampuni ya Microsoft, ndio mwanzilishi. Pia akajikita kwenye tasnia ya kimichezo, tasnia upande wa kimuziki. Unapomzungumzia Bill Gates hivi sasa duniani, ndio mtu wa kwanza kuwa na fedha. Elimu yake ya kawaida na kusoma kwake ni kwa kawaida. Toka hapo ndio kwa mtu wa pili anaitwa Mark Zuckerberg. Huyu ana asili ya pande mbili, kati ya Marekani na Myahudi. Huyu ndio mwanzilishi wa kwanza kuundua mitandao ya kijamii inaitwa Facebook. Mark Zuckerberg, kamtafute. Ndio mwanzilishi wa kwanza kuundua Facebook. Akaanzisha platform inaitwa Meta platform. Ujamaa yeye alifeli shule. Baada ya kufeli shule, anasoma haelewi, anasoma anafeli, anasoma anarudia mitihani, mambo hayapandi. Akajiuliza, kufeli maisha, kufeli shule sio kufeli maisha. Mungu kanijalia uwezo, kanijalia maarifa, kanijalia ujuzi na uwezo wa kufanya kujikwamua hapa nilipo, nikaenda hatua inayofuata.
akaamua kutumia ujuzi wake, kipaji chake, maarifa yake, juhudi zake. Mimi hapa shule basi, pia nikisoma shule sielewi, kwa nini nijilazimishe? Akasema haiwezekani. Akaamua kuanzisha kitu mpya mbadala. Mark Zuckerberg ambaye kitu hiki kinaitwa Facebook ndio mtu ambaye ni mmiliki. Toka hapo Uingereza kuna mtu anaitwa Steve Branson. Steve Branson ni Mwingereza. Huyu naye pia ameishia elimu ndogo sana, sekondari hajafika. Mwamba kila kisoma haelewi. Huyu ni mzungu, kumbe kufeli shule sio Waafrika my friend, hata pia wazungu. Huyu mzungu anasoma haelewi. Mambo ni mazito. Baada ya hapo akaona kwamba amefeli shule, akaamua kuanzisha juhudi zake binafsi, nini afanye ajikwamue katika maisha. Huyu Steve Branson kule Uingereza akaanzisha kampuni inayoitwa Virgin. Virgin ndo kampuni ambayo inahusika kutengeneza ndege kubwa Uingereza za zile za Emirates, upande wa hoteli mbalimbali, miziki mikubwa Uingereza. Huyu bwana ndo mmiliki wa kwanza nchini Uingereza. Nimezungumzia kidunia. Toka kidunia, njoo kwetu Bongo, njoo Tanzania. Nakupa mifano kuntu Tanzania. Kuna watu walisoma lakini shule hawaelewi. Kuna watu walisoma, walipitia changamoto nyingi, mwisho wa siku zikawapelekea wao wakaacha shule. Baada ya kufeli shule, baada ya kuacha shule, mwisho wa siku je, alikaa nyumbani? Alifanyaje? Aliwaza kwa mapana, nini nifanye nijikwamue katika maisha. Narudia, kufeli shule sio kufeli maisha. Tukifanya mitihani, wako ambao watakaofaulu na wako ambao watakaofeli. Watakaofeli nisikilize, mkifeli hamjafeli maisha. Bora ufeli shule kuliko ufeli maisha. Wewe una maarifa ziada, una juhudi zako binafsi, una vipaji Mungu amekupa, una maarifa ya ziada na kadhalika. Sikiliza kwa makini, njia mbalimbali nakupa za kujikwamua katika maisha kupitia taaluma utakayoipata. Tanzania kuna mtu mmoja anaitwa Mr. Diamond Platinum. Diamond na maarufu. Huyu Diamond jina lake ni Nasibu. Huyu bwana alifeli form 4. Baada ya kufeli form 4 akawaza nini afanye. Mungu alimjalia juhudi, vipaji na maarifa ziada. Akaamua kuingia katika tasnia ya upande wa muziki, akaanza kuimba, akapata fedha, akafanya biashara, akatumia mwili wake kuweza kuingiza matangazo. Kuna kumzungumzia Diamond kwa hivi sasa ni mtu ambaye Tanzania ndio bilionea mwenye pesa. Shule alifeli. Baada ya hapo akajiendeleza kielimu. Kuna mtu mmoja mwana FA anaitwa Hamisi Mwinjuma, mheshimiwa waziri huyu. Mheshimiwa waziri alisoma, akapitia changamoto mbalimbali, lakini ndio hivyo baada hapo akajiendeleza. Kwa issue ni kwamba tunaposoma tukifeli tusikate tamaa. Kufeli maisha, kufeli shule sio kufeli nini? Wazazi, kufeli shule sio kufeli. Mtoto wako ukimwona kilaza muache, mtafutie njia mbadala, mpeleke VETA akajifunze kompyuta, mpeleke VETA akajifunze umeme wa magari, umeme wa majumbani, mpeleke VETA akajifunze useremala, akajifunze ushonaji, uchomeleaji. Akimaliza atapata ujuzi, atajiajiri, atapata nafasi kubwa. Tusianze kuwakosoa watoto, mbona wewe mpumbavu, mbona wewe mjinga, mbona unafeli. Usimkosoe, ndio alivyo. Kwa msaidie pale alipofeli, msaidie mpushi. Ndio zetu wazungu, anamwambia mtoto wake, mimi mtoto wangu jinsi alivyo huyu, shule haelewi. Kwa anamchukua kwa mdogo, huyu kwa muziki anampeleka kwenye upande wa muziki. Huyu hapa labda mtu wa sarakasi anakaa kule. Huyu mwigizaji anakaa kule. Wazungu wamepiga hatua kubwa. Sisi wa Tanzania tunapiga wapi? Mambo ni mengi ya kueleza lakini muda utoshi. Naamini ya kwamba kwa maneno haya ambayo nimekwisha kueleza, upande wa kitaaluma, watoto mjitahidi, mpambane, msome kwa juhudi, lakini kufeli shule sio kufeli maisha. Kuna bwana mmoja aliwahi kusema kwamba no one should force you to do something or that affects your health or stops from achieving your goals. Hakuna mtu ambaye anayekulazimisha kufanya jambo au jambo ambalo linalopelekea kuathiri afya yako au kutoweza kufikia malengo yako. Ndio kuna mshairi akasema kwamba na maisha ni mwilini. Amesema kwamba mshairi, ahbib man tuhibbu walakin da'a majal fi qalbika fa innahu qad udhika yawma
وأبغض من تبغض ولكن أبق لما جلت في قلبك فقد تحبه يوما ما. Mpende utakayempenda, lakini acha nafasi katika moyo wako, iko siku atakukwaza. Na mchukia utakayemchukia, lakini acha nafasi kwenye moyo wako, iko siku atakupenda. If you want to fail in life, try to live to please everyone. Ukitaka kufeli kwenye maisha, jaribu kuishi ukimfurahisha kila mtu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unanyanyuka, naomba ukae chini. Tunaenda kwenye lengo maalum sasa. Wa huwa shaytanir rajim ila sa'altum an abi. Wa huwa shaytanir rajim salli wa salli ala khairi salli wa salli ala khairi ala nabiyya bil hashimi salli wa salli ala khairi salli wa salli ala khairi ala nabiyya bil hashimi. Sallallahu alaihi Muhammad. Nazidi kutafakari, kipi kitanichukua, nitaiacha dunia, kifo kitapoingia. Nazidi kutafakari, kipi kitanichukua, nitaiacha dunia, kifo kitapoingia. Napata masikitiko kusindikiza wenzangu, bila shaka ipo siku itakuwa zamu yangu. Napata masikitiko kusindikiza wenzangu, bila shaka ipo siku itakuwa zamu yangu. Raha itapotea nikikumbuka siku yangu, huzuni umeniingia, itakuwaje kifo changu? Raha itapotea nikikumbuka siku yangu, huzuni umeniingia, itakuwaje kifo? Kifo gani nitajifia, najiuliza peke yangu, au kitanichukua juu ya kitanda changu? Kifo gani nitajifia, najiuliza peke yangu, au kitanichukua juu ya kitanda changu? Wanakinililia jamaa na ndugu zangu, au kitanichukua kwenye nchi za wenzangu? Wanakinililia jamaa na ndugu zangu, au kitanichukua kwenye nchi za wenzangu? Hakuna anayejua hii siri ya Mola, hakuna anayejua hii siri ya Mola. Tujiandae na kaburi, mauti jamani, siri siri tujiandae na kaburi, mauti jamani, siri siri. Mauti jamani, siri siri, tujiandae na kaburi, mauti jamani, siri siri. Mauti jamani, siri siri, tujiandae na kaburi, mauti jamani, siri siri. Mauti jamani, siri siri.
Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inspector Plaxeda Protas Karugila ni mtendaji wa dawati katika kituo cha Magufuli. Hello. Ubungo yetu. Hello. Ubungo yetu kuzuia ukatili inawezekana, si ndio? Hello. Ubungo yetu kuzuia ukatili. Ubungo yetu kuzuia ukatili. Tutaanza kuwafundisha maana ya ukatili, ndio mwaliko tuliopewa ili tuwape elimu wale ambao wanajiandaa na kidato cha pili, cha 4, kwa sababu watakutana na mambo mengi katika ulimwengu. Lakini pia kuna darasa la 4 mpo? Kwa darasa la 4 mpo? Mnafanya mitihani lini? Wiki ijayo Na nyinyi mnafanya maandalizi Nimeona mmesaulika. Maana walikuwa wanaongelea form 2, form 4. La 4 mmefanya nini? Na nyinyi mfanye maandalizi, si ndio Mimi nitaenda moja kwa moja kwenye mada ya ukatili. Ukatili ni nini? Mmefundisha shuleni maana ya ukatili Maana tunapita mara kwa mara kwenye shule zenu Ukatili ni kitendo chochote ambacho unafanyiwa mtu yoyote bila ridhaa yako, si ndio Lakini ukatili una mambo mengi. Ukatili una nyanja mbalimbali, sio lazima ushikwe, sio lazima upigwe, sio lazima ufanye nini. Nitawafundisha nini nyanja zake, si ndio? Kuna ukatili wa kisaikolojia. Hapa mwalimu huyu alikuwa anawafundisha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia, si ndio Kwamba muweze kufanya mitihani yenu na muweze kufaulu. Hapa amewaandaa nini? Kisaikolojia. Naomba utulivu tafadhali. Hello. Mmekuwa watoto wabaya Naomba utulivu, muda ni mchache. Kwa hiyo huyu mwalimu alikuwa anawaandaa vizuri kisaikolojia, jinsi ya kujiandaa kufanya mitihani, si ndio Lakini kuna mtu ambaye anakuathiri kisaikolojia kwamba usiweze kufanya mitihani yako vizuri wakati umefanya maandalizi, si ndio? Ambaye anatoka ndani ya familia zetu, si ndio? Umeelewa Kuna ukatili ambao tunafanywa kutoka kwenye familia zetu, aidha baba, mjomba, shangazi, ndugu yoyote yule. Kuna kubakwa, si ndio Nani anajua kubakwa? Si mnajua wakati mnajifanya na maandalizi ya mitihani, mjilinde na vitendo vya kubakwa, kulawitiana nyie kwa nyie, kufanyana majengo mabaya ya ukatili, kupigana ni nini? Ukatili, si ndio unaweza ukapigwa, kwenye kupigwa huko ukapata ulemavu wa kudumu. Huo ni nini? Ukatili. Ustazi, watoto wako wana utulivu. Kwa hiyo unapopigwa sehemu yoyote ya mwili, mtu akakutoa jicho, akakuvunja mkono, akakuvunja mguu, akakuweka ulemavu ule wa kudumu, huo ni nini? Ukatili. Lakini pia na nyie mnafanyana ukatili nyie kwa nyie, mnalawitiana. Hivyo vitendo havikubaliki. Hata kwenye vitabu vya dini ukatili unafanya nini? Haukubaliki, kwa sababu hakuna kitabu chochote cha dini kilichoruhusu kufanya kinyume na maumbile mapenzi, si ndio? Hakuna sheria inayomruhusu mtoto wa kike au wa kiume kufanya mapenzi kabla ya miaka 18. Tunasema wote ni nini? Nini? Kwa nini mnafanya hivyo? Ustazi, hapa kuna wanafunzi wako ninawafahamu, lakini kuna shule sitaitaja ila nimewaona wanafanyana vitendo vya ukatili. Wanalawitiana wakiwa chooni kule shule, muache. Watoto wa kike wanakuwa na tamaa, wakiona wabodaboda, wakiona wababa wenye magari wanaomba lifti. Akikupa lifti siku ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, utakwenda kuilipia hiyo lifti. Unaipa nini? Lazima utafanya vitendo ambavyo sio vizuri. Utafanya vitendo ambavyo Mwenyezi Mungu hapendi, wakati wewe bado tunaita nini? Mtoto. Si ndio? Wajibu wetu ni nini sasa kama sisi watoto? Wajibu wetu ni nini? Mbona hamsomi?
Wanaume hawasomi kwa sababu hawaitikii, si ndio? Wajibu wetu sisi ni kusoma. Wajibu wetu sisi ni kuhakikisha unasoma na unafaulu, kwa sababu tunaelekea kwenye nini? Kwenye mitihani, si ndio? Wajibu wetu sisi ni kuwatii wazazi, sio kusoma tu. Hata kumtii mzazi ni wajibu wako wewe mwanafunzi. Kumtii uzazi ni wajibu wako wewe mtoto wa kuanzia hata ukiwa ni mtoto. Mimi hapa nilipo hapa, mama yangu akiniambia hiki kitu usifanye, habada nisifanye, kwa sababu ni mama kaniambia nisifanye. Jirani ambaye amenizidi umri akiniambia umekosea, nitamwambia nisamee. Nyie mnaomba msamaha? Haiwezekani. Wanaume mnaomba msamaha? Mbona mnaingiliana kinyume na maumbile? Mnawatii wazazi kweli? Kwa nini mnawaingilia wenzenu kinyume na maumbile? Niwataje? Mimi nawaona hapo kwa sababu naendaga shuleni kufundisha, ninawaona. Kwa hiyo unapofanya hicho kitendo, kwanza kinamchukiza Mwenyezi Mungu, si ndio? Pia kinamtia simanzi mzazi, kwa sababu amekulea kukuleta duniani, akukuleta uje uharibike. Umeshaona kuona Mangi anavyolinda duka lake? Mangi anavyolinda duka lake mnajua? Analala mpaka dukani. Nyie maduka yenu mbona hamyalindi? Haya ndio maduka yenu nyie wanafunzi. Haya ndio maduka yenu nyie. Mbona hamyalindi kama Mangi? Mnatoa tu, watu wanavunja, wanaingia bila utaratibu. Duka la Mangi analala mpaka dukani, ahakikishe mali yake ameilinda. Nyie kwa nini mnashindwa kujilinda? Kwa sababu mna tamaa. Mnataka kula chipsi. Hivi vidola havilingani, si ndio? Kwa hiyo kuna wazazi wana nafasi tofauti. Kuna mzazi mwingine akikupa shilingi 200 ni kwamba wadogo zako jioni hawatakula, si ndio? Kuna mzazi akikupa shilingi 1500 ni kuona ukienda jioni unakula mboga 7. Yaani ile draft ile. Kwa hiyo wewe ambaye mzazi hana uwezo wa kukupa shilingi 500, hana uwezo wa kukupa shilingi 200, usimuige yule mwenye uwezo wa shilingi 5000, si ndio? Utakapoiga utaingia kwenye majanga ambayo hujatarajia. Ndio hayo tunasema tunakuwa na tamaa. Unapanda bodaboda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu lazima akakulawiti kwa sababu hauna malipo ya kumlipa, si ndio? Na sio kwamba bodaboda sio kazi, ni kazi, lakini wanaitumia vibaya. Umenielewa? Kwamba tujifunze kutokuwa na tamaa, tujifunze kuridhika. Tusijifunze kuwa na tamaa, tujifunze kufanya nini? Kwa nini hamridhiki? Kwa nini hamridhiki wanafunzi? Kuanzia leo tarehe 19 naomba mridhike. Mtakapomaliza mtihani yenu ya form 4 mridhike, mkae mtulie, mwasaidie wazazi wakati mnatarajia kwenda kidato cha 5, si ndio? Ambaye hatachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu au mapenzi yake mwenyewe, kama mlivyofundishwa, asubiria wazazi wamtafutie cha kufanya, si ndio? Sasa sio muache kulandalanda mlani ndani kwa sababu mmaliza shule. Mkiletwa pale Magufuli pale mkiletwa, wakaniambia ni wale watoto waliokuja kwa kongamano, I say, sijui nitakufanyaje. Na nyie form 2 mnapoelekea kufanya mitihani, stiki kwenye masomo yenu ili msome muweze kufaulu. Mkisha faulu sio faida kwa wazazi, ni faida yenu baadaye. Mzazi alishasoma amemaliza, na maana kufanya nini? Akakuzaa, si ndio? Akakuzaa, akatimiza wajibu wake, akakupeleka wapi? Sasa kwa nini usisome? Wewe unaombea nchi. Wewe unaombea nchi. Wajali viongozi. Waongoze kwa uadilifu. Waache uongo kwenye uongozi wao. Wale haki wayatimize. Ema wewe. Asina amana. Hakupata kuipo. Wafanya mtihani. Inge mwana wewe. Ndoto shirika. Mwenye hasara na chuki. Mungu mtape pingo. Aondoke ndani ya nchi. Ya Rabbi. Mungu kwa huruma zake.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت واصرف عنا ما ربنا وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أنت شافي اسم مرضانا يا رب العالمين. اللهم أنت شافي اسم مرضانا يا رب العالمين. اللهم أنت شافي اسم مرضانا يا رب العالمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. لا إله إلا هو. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. لا إله إلا هو. أستغفر الله وأتوب إليك. أستغفر الله وأتوب إليك. أستغفر الله وأتوب إليك. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. يا عالم سر منا لا تغتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم عافني في بصري. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بالعلم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم
Salam.